kigaidi au kwa namna moja ama nyingine vinaonekana ni ugaidi vimetafsiriwa chini ya kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H. Ukienda kusoma pale kwenye hiyo sheria kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H ya sheria ya kupambana na ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania, ni ukweli ulio wazi kabisa kwamba hakuna mahala popote pale ambako imeandikwa wanaharakati ni ugaidi. Haupo. Wanaharakati haujatajwa kwenye sheria ya ugaidi, licha ya kwamba kuna vitendo vinaweza vikawa ni vya kigaidi, lakini vitendo hivyo havina nasaba na wanaharakati kwa mujibu wa sheria. Na kama kutakuwa kuna mwanasheria yoyote anajua kwamba wanaharakati kwa tafsiri iliyotolewa kwenye sheria ya Tanzania inayopambana na ugaidi ambao ni sura ya 19, atuambie hapa na sisi leo tuweze kujifunza. Lakini kwa kadri ambavyo bunge la Tanzania lilivyotunga hiyo sheria ya ugaidi ya kupambana na ugaidi sura ya 19 ya sheria za Tanzania, tafsiri ya vitendo vya kigaidi haina uhusiano wowote ule na wanaharakati. Na mtu yoyote awe ni Mtanzania au sio Mtanzania, anapofanya vitendo vya kigaidi vinavyotajwa katika sheria, bila kujali kazi anayofanya, bila kujali umri alionao, bila kujali mamlaka alionayo, bila kujali kabila analotoka, bila kujali dini anayoamini, huyo mtu anakuwa ni mhalifu kama mhalifu mwingine, na anashtakiwa mahakamani sio kwa kazi anayofanya, anashtakiwa mahakamani kwa jina lake na kwa vitendo alivyovifanya, kwa sababu vinakuwa viko kinyume na sheria. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi na kwa heshima zote kabisa kwa Mheshimiwa Rais, na kwa kutambua kazi anayoifanya kama Amiri Jeshi Mkuu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama na haiingiliwi na matishio ya kiusalama yakiwemo hayo ya kigaidi, wanaharakati sio ugaidi. Na ili uweze kujua sasa wanaharakati ni nini, wanaharakati ni jitihada zinazofanywa na mtu katika kupata mahitaji yake au kutimiza malengo yake yanayoweza kufanya maisha yake yaendelee kuwa bora zaidi. Hiyo ndio tafsiri isiyo rasmi ya maana ya harakati. Ni jitihada zinazofanywa na mtu kuweza kuyafikia malengo yake. Zinaweza zikawa ni harakati za masomo, harakati za kiuchumi, harakati za kisiasa, harakati za kijamii, harakati za kimichezo, kuweza kufikia malengo. Sasa mtu anayekuambia kwamba harakati ni ugaidi inakuwa ni shida kidogo kuweza kuelewa anasema harakati ni ugaidi kwa kutumia sheria gani? Kwa sababu sisi Tanzania tunaheshimika duniani kwa sababu ni nchi tunayojiongoza kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo ili uweze kujua wanaharakati ni ugaidi, cha kwanza wewe mwananchi unayonisikiliza unatakiwa uende ukatafute sheria ya ugaidi ambayo ni sura ya 19. Ujue hivi vitendo vinavyosemwa ni vya kigaidi, bila kujali vinafanywa na nani, mwanasiasa, mwanaharakati, mchumi, mwalimu au askari polisi ama nani, unatakiwa uende ukasome sheria sasa. Sasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H kimeeleza vitendo vyote ambavyo ukivifanya unakuwa umefanya ugaidi. Ukisoma hiyo sheria sasa, hicho kifungu, wanaharakati hamna mahala popote umetajwa kama ni ugaidi. Kwa hiyo mtu anaposema wanaharakati ni ugaidi, analeta tafsiri ambayo sio ya kisheria. Na ukishachukua tafsiri ambayo sio ya kisheria na ukataka kuwahukumu watu na ukataka kuwashughulikia watu, maana yake unakuwa unawashughulikia kiimla au unawashughulikia kwa mkono wa chuma, huwashughulikii tena kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria ndio hiyo imekataa kwamba wanaharakati sio ugaidi. Sisi wenyewe Tanzania hapa tumeshawahi kutoa mwanaharakati mmoja bora kabisa maarufu wa muda wote, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio aliongoza harakati za kudai uhuru kupitia chama chake cha Tanganyika African National Union TANU. Na huyo mwanaharakati wa Tanzania ameendelea kuheshimika duniani kote, sio Tanzania tu, duniani kote. Kwa hiyo mimi naamini kama ingekuwa wanaharakati ni ugaidi, gaidi namba 1 Tanzania na ambaye angekuwa ametuachia alama kubwa sana angekuwa ni Nyerere. Lakini leo
ili uweze kuwa mwanaharakati bora unapimwa kwa viwango ambavyo Nyerere aliviweka. Ili uweze kuwa mwanaharakati bora wa kisiasa lazima uende Butiama, uende kule Mwitongo, uende ukafanye hija kwenye kaburi la Nyerere. Wanasiasa wengi hasa wa Chama cha Mapinduzi wakipata nafasi wamekuwa wakienda Butiama kwenye kaburi la Nyerere, kwa sababu ndiye mwanaharakati aliyeongoza harakati za kudai uhuru. Nataka tuelewane vizuri hapa. Haya nao yazungumza, mimi siyazungumzi kutoka kichwani mwangu, sababu sina mamlaka hayo ya kuzungumza mambo kutoka kichwani kwangu, mambo ambayo yanagusa haki za watu. Kama tunataka tukubaliane kwamba wanaharakati ni ugaidi, basi lazima twende tukubaliane hapa ni kifungu gani cha sheria kinachotamka hivyo. Mimi kifungu ninachokijua kilichotafsiri vitendo vyote ambavyo ni vya kigaidi ni kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 A B C D E F G H cha sheria ya kupambana na ugaidi, sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo hata kwa wanasheria, hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Naomba nirudie. Hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Unazungumza kina Walter Max Sisulu, unazungumza kina Nelson Mandela. Hawa ni wanaharakati waliokuwa wanapinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, ubaguzi wa rangi ambao ulidumu kwa miaka takribani 300. Wakaibuka hawa watu na chama chao, chama ambacho kilianzishwa mwaka 1912, African National Congress, na kina Chief Albert Luthuli. Lakini Mandela aliyezaliwa mwaka 1912 anakuja baadaye mwaka 94 kama mwanaharakati kuwa shujaa dhidi ya ubaguzi wa rangi. Afu leo mtu anakuambia wanaharakati ni ugaidi. Ugaidi ni kosa kama yalivyo makosa mengine, na pale ambapo linafanyika halifanywi kwa sababu anayelifanya ni mwanaharakati, ni mwanasheria, ni mwanasiasa, ni mchumi ama ni nani, anakuwa analifanya kosa lile kama mhalifu. Kwa mimi nadhani lugha sahihi ya kuitumia katika kupambana na ugaidi ni kusema wale wote ambao wamepanga kufanya ugaidi nchi hii watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio lugha sahihi. Na sheria haiangalii sura. Sheria ni msumeno ambao unakata huku na huku. Lakini umezungumza pia kwamba siku chache zilizofuata Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Jaji George Masaju naye akasema wanasheria wasio wanaharakati wajiepushe kabisa na harakati. Unajua hapa Tanzania unaposema jaji mkuu, picha haraka inayowaijia watu ni Nyalali, na imefika wakati ikawa ni vigumu kutofautisha kati ya ujaji mkuu na Nyalali. Yani watu wakafikiria yani Nyalali ni cheo. Kwa nini? Kwa legacy ambayo ameiacha, kwa kumbukumbu nzuri ya kiutendaji kwenye kusimamia muhimili wa mahakama. Na tunatarajia hata majaji wakuu wengine wafuate nyayo za jaji Nyalali ambaye ameacha alama kubwa sana katika usimamizi wa haki hapa nchini. Mimi huwa najiepusha sana ninapokuja kuongea na watu kwenye hadhara, kwa sababu najua hadhira inayonisikiliza ni watu wenye akili mno kuliko hata mimi. Ni watu mabingwa sana. Kwa hivyo huwa napenda sana kufanya rejea kwenye maandiko, kwa sababu nikiongea mambo yangu ya binafsi naweza nikawa naongea ujinga afu nikadharaulika. Lakini nikiongea mambo yanayotokana na maandiko, kwanza nakuwa na uhakika na kile ninachokisema, lakini la pili naonekana ni mfuasi sahihi kabisa wa Yesu Kristu. Yesu Kristu ukienda kusoma Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 pale inaelezea namna Yesu alivyokuwa anajaribiwa na shetani kule mlimani baada ya kuwa amefunga siku 40 bila kula wala kunywa. Jaribio la kwanza alilopewa Yesu ni kugeuza jiwe kuwa mkate. Lakini Yesu wakati anajibu kwenye hiyo Luka sura ya 4 mstari wa kwanza pa
aligundua alichokuwa anaambiwa na shetani kwamba ageuze jiwe liwe mkate hakitokani na maandiko yoyote. Ndio maana akamjibu shetani kwamba imeandikwa, mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno ambalo linatoka kinywani mwa Mungu. Yaani Yesu hakumshinda shetani kwa sababu Yesu yeye ana umungu ndani yake. Alimshinda shetani kwa kutumia maandiko ambayo tayari yapo. Hata alipopewa jaribio la pili la kwamba ajirushe kutoka juu ya kinara, kwa sababu Mungu imeandikwa atatuma malaika wamlinde, Yesu aliendelea kubaki kwenye maandiko kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, na kweli imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati. Hata alipoonyeshwa miliki zote za dunia na fahari zake, kwa sharti la kwamba amwabudu shetani ili aweze kupewa hiyo miliki, Yesu alimwambia imeandikwa kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Nimelazimika kutoa mfano huu wa kibiblia kwa sababu kauli ambayo jaji mkuu anaitoa kwa mawakili ni kauli ambayo haitokani na sheria yoyote. Hakuna mahala popote pale ambapo sheria za nchi hii zimewakataza mawakili wasio wanaharakati. Hakuna mahala popote. Na unaposimama mbele ya umma unaongea kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatarajia kusikiliza vifungu vya sheria, sio maoni binafsi au mtazamo binafsi. Umevaa joho la ujaji mkuu, unazungumza kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatakiwa kusikiliza sheria. Sasa ukimuuliza ni wapi pameandikwa kwamba ni kosa kwa wakili kuwa mwanaharakati, hakuna mahala popote kwenye sheria za Tanzania. Hakuna. Na bahati mbaya au bahati nzuri, mheshimiwa jaji mkuu akaenda akasema hata wale ambao unakuta mtu katoka mahakamani, kesi imeahirishwa, anaongea na waandishi wa habari. Yeye jaji mkuu inamkera sana kwa watu kuongea na waandishi wa habari baada ya kesi kuwa imeahirishwa, eti kwa sababu waandishi wa habari sio wanaosikiliza na kutoa maamuzi kwenye kesi. Yaani jaji mkuu hajui kwamba ibara ya 18 B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa mtu yoyote kupata na kutoa habari, na naomba nisome hiyo ibara. Ibara ya 18, ibara ya 18 B inasema hivi: kila mtu B anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Naomba nirudie. Ibara ya 18 B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Katiba haijasema kwamba ni habari za mahakamani, habari za bungeni, habari za msikitini au habari za kanisani. Habari yoyote ile ambayo mtu anataka kuipata ni haki yake kuipata, ni wajibu wake kuitafuta na ni wajibu wake kuitoa. Mahakamani sio mbinguni ambako watu hawatakiwi kuzungumza. Na tukianza kuwadhibiti watu wasiongee mambo yanayojiri mahakamani, hii nchi inarudi utumwani. Watu wanayo haki ya kujua yanayoendelea mahakamani, kwa sababu mahakamani kama ambavyo inasomeka ibara ya 107 A kubwa, ibara ndogo ya kwanza, ndio sehemu ya kwenda kupata haki, ndio itendeke. Leo jaji mkuu anakuambia hivi, ukienda mahakamani kesi ikiahirishwa usiongee na waandishi wa habari, wakati yeye mwenyewe anaongea na waandishi wa habari pale kutoa hiyo kauli yake. Yaani leo waandishi wa habari wana maana sana kama wanaenda kumsikiliza jaji mkuu na kutoa habari za jaji mkuu na habari za mahakama. Hapo tunatakiwa tuwasikilize waandishi wa habari. Lakini mtu mwingine yeyote hana haki ya kuongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yanayotokea mahakamani. Nasema hivi, sitaacha mimi kuongea mahakamani.
kwa sababu nimeapa na ninatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya katiba kuiheshimu katiba na sheria za nchi. Nitaacha kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu mambo ya mahakamani pale itakapotungwa katiba mpya ambayo itanikataza kufanya hivyo pale mahakamani. Lakini kwa katiba hii ibara ya 18 na watu wote wasikie, kila mtu anayo haki ya kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi, iwe ni Kigoma, Mwanza, Dodoma, Sumbawanga, mahakamani au bungeni. Watu wasitumie mamlaka yao ambao wamepewa kwa mujibu wa katiba kunyanyasa watu wengine. Hii nchi ni nchi, tunaposema ni huru, manake ni uhuru wa watu kufurahia haki zao zilizotajwa kwenye katiba. Moja ya haki hizo ni haki ya kutafuta na kutoa habari. Jaji mkuu hana mamlaka yoyote ya kuzuia watu wasiongelee mahakama. Hana hayo mamlaka. Hana hayo mamlaka ya kuzuia watu wasiongelee mambo ya mahakamani. Iwe kesi imeahirishwa, iwe kesi imeisha, iwe kesi imesimama, iwe kesi imefanya vyovyote vile mahakamani. Watu wanao uhuru wa kuzungumzia mambo ya mahakamani. Mungu mwenyewe, Mungu hamna mahala popote kwenye Biblia anawapiga marufuku watu wasizungumzie mambo ya mbinguni, ambako ndio patakatifu zaidi kuliko mahakamani. Yaani ukiwekewa mahakama hapa na mbinguni hapa kwa Mungu, ukaambiwa wapi ni patakatifu, hapastahili kuzungumziwa mambo yake, mtu atakwambia mbinguni ni patakatifu zaidi. Lakini pamoja na utakatifu wa mbinguni, Mungu hamna mahala amekataza watu wasizungumzie mambo ya mbinguni. Ndio maana watu wanazungumza. Sasa nimalizie ile swali kwanza, nilimalizie, ni la muhimu sana hilo. Kwa sababu tukiliacha hili swala hili, mahakama sasa itakuwa ni siri. Kama vile watu wanavyofanya mapenzi. Yaani mkiingia mle ndani hatakiwi mtu yoyote kuzungumza mambo mnaofanya mle ndani. Haki inayotajwa kwenye katiba ya kutafuta na kutoa habari haipaswi kuwa siri. Lakini akaenda mbali akasema hivi, kwa kuzungumza mambo hayo kwenye vyombo vya habari mnaingilia uhuru wa mahakama. Ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba niisome. Ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema hivi. Ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Mahakama haijazuia watu wasiongee mambo ya mahakamani. Na uhuru wa mahakama unapimwa kwa namna ambavyo mahakama inazingatia sheria na katiba kwenye kutoa haki. Ndio uhuru wa mahakama. Hakuna jaji yeyote mwenye akili timamu au hakimu mwenye akili timamu ambaye ataenda kumfunga mtu aliyeiba kuku kwa sababu jana kwenye gazeti la Mwananchi kuna maoni yalitolewa kwamba huyo mtu sio mwizi au huyo mtu ni mwizi anastahili kufungwa. Mimi nina nakala hapa za mahakama. Hukumu zote za mahakama zinatoa haki kwa watu kwa kuzingatia katiba na sheria kama ambavyo imeelekezwa katika ibara 107 B kubwa. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuambia kwamba wewe ukiongelea mambo yaliyoko mahakamani una influence maamuzi ya mahakama au unashinikiza maamuzi ya mahakama, huyo mtu hajui kusoma katiba vizuri. Kwa sababu kwanza, hivi jaji anapokuwa yuko mahakamani anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mtandaoni pameandikwa nini? Au ITV sasa hivi wanaonyesha habari gani kuhusu kesi zilizoko mahakamani? Huyo jaji hana huo muda. Anatakiwa atumie muda wake wote kwenda kusoma vitabu vya sheria. Ndio katiba inamtaka, sio aende akasikilize kule wanaharakati wanaongea nini. Sasa kuna upotoshaji ambao umekuwa ukiendelea sana. Usiongelee swala liko mahakamani. Utaingilia uamuzi wa mahakama. Huna uwezo wa kuingilia uhuru wa mahakama, kwa sababu mahakama mwisho wa siku yenyewe inaamua kwa kadri sheria ilivyosema. Nendeni mkasome hukumu za mahakama. Hakuna hukumu hata moja imeamuliwa eti kwa sababu kuna mambo fulani yalikuwa yanajadiliwa kule kwenye vyombo vya habari.
Na mimi nitakupa mfano mmoja wa mwisho kabla sijamaliza kwenye ile swali. Wenzetu Kenya pale, sio hata Ulaya, Kenya, kesi zinaonyeshwa live na waandishi wa habari. Yaani Uhuru Kenyatta kashiriki uchaguzi umeendeshwa kwa namna ambavyo sivyo ndivyo, mtu kaenda mahakamani wameweka vyombo live, watu wanaangalia wakiwa nyumbani kwao kwenye TV. Nyie hapa mnaambia uruhusi kuongea na vyombo vya habari, hapo nje utaingilia uhuru wa mahakama. Sasa sisi ni mahakama gani ambayo tunataka tuwe nayo? Mahakama haiwezi kuwa tawi la chama cha siasa. Mahakama ni huru kwa mujibu wa ibara 107. Lakini uhuru wa mahakama hauna mahala popote unazuia haki za watu kuongelea mambo yanayohusu mahakama na haki za watu. Na ndio maana katiba ikaenda mbali ikasema mahakama itatakiwa tu kuzingatia katiba na sheria. Hakuna mahakama imeambiwa iende kasikilize mwanaharakati anaongea nini. Itakuwa ni mahakama ya ajabu mno kama jaji ataacha kuamua kwa mujibu wa sheria aende akaamue kwa mujibu wa watu wanavyosema kule mtandaoni. Haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba jaji mkuu na mahakama isiwe yenyewe ndio kielelezo cha kuvunja haki za watu. Mahakama itimize wajibu wake kwa mujibu wa katiba na sheria, isiwazuie watu kuzungumza mambo yaliyoko mahakamani, kwa sababu mahakama kama muhimili wa dola ya Tanzania inapaswa kujua muhimili mwingine wa dola ya Tanzania ambao ni bunge linaonyeshwa live. Bunge live, yani watu wanaona kwenye TV. Bunge la Tanzania ni sehemu ya Tanzania, mahakama ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania, lakini serikali ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania. Unawezaje kuwazuia watu wasiongelee mambo ya mahakama? Kama watu watazuiliwa kuongelea mambo ya mahakama, mahakama ifute kile kitengo chake cha mawasiliano na habari, ifute. Lakini hata wizara ya habari sasa ifutwe, Makonda akose kazi arudi kwao huko akakae. Habari haziwezi kuwa ni zile tu zinazohusu serikali kuisifia. Watu wana haki ya kupata kila aina ya habari, ziwe mbaya, ziwe nzuri, ziwe za kusifia, ziwe za kukosoa. Watu wanayo haki bila kujali mipaka. Ndio maana nimesema mimi nitaendelea kuongelea mambo ya mahakamani, kwa sababu tunapoenda mahakamani hatuendi kufanya mapenzi, tunaenda kutafuta haki za watu ambazo zinapaswa kupatikana kwa kuonekana. Kama mtu kaiba, tuone pale sheria zinavyofuatwa na mpaka anafungwa, tuone. Na kama ni kosa kwa kundi fulani la watu kutumia waandishi wa habari kuzungumza mambo yao, maoni yao kwa mujibu wa sheria ambayo ni haki yao, jaji mkuu naye sio anawaita waandishi wa habari kwenye mikutano yake, anawaita wa nini sasa? Yani iwe ngoma draw. Afanye mambo yake huko chumbani au wapi, asiwaite waandishi wa habari. Lakini yeye anawaita waandishi wa habari, yeye kavaa joho, anawaita waandishi wa habari. Kazungumzia pia kuhusu viapo, kwamba mawakili waheshimu viapo vyao. Kwenye viapo vya mawakili hamna mahala popote mawakili wameambiwa wasi wanaongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yaliyoko mahakamani. Hakuna mahala imeandikwa hivyo kwenye sheria. Lakini kama kuhusu kuheshimu viapo ndio jambo la msingi, tunao sisi watumishi wa umma hapa ambao kucha kutu wanatajwa kwenye ripoti ya CAG kwamba wameiba mabilioni ya hela. Wanaotajwa kufanya hivyo ni watu ambao wamepewa mamlaka kwa viapo. Sijawahi kumsikia jaji yote anazungumzia hao watu. Lakini kucha imekuwa ni mawakili. Viapo. Tuna kesi sisi, polisi wanabambikizia watu kesi. Polisi ni moja kati ya taasisi katika mnyororo wa utoaji haki kwenye nchi hii. Polisi wana viapo. Ulishasikia lini polisi wameacha kubambikizia watu kesi? Kuna wakati IGP Wambura alimpa taarifa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba polisi wamefuta kesi za kubambika 1840. Huwezi kumsikia jaji anawakemea polisi waache kubambikizia watu kesi kwa sababu polisi wana viapo. Issue imekuwa ni mawakili tu. Mawakili heshimuni viapo. Kuna mahakimu wamekamatwa na rushwa, mahakimu wa mahakama ya Tanzania. Kuna majaji aliwahi kuwatuhumu marehemu Rais Magufuli. Majaji aliwatuhumu kwa rushwa hadharani kabisa. Huwezi kusikia jaji yeyote anakuambia majaji heshimuni viapo. Issue ni mawakili. Kwa mimi nataka niseme kama ni swala la kuheshimu viapo, yoyote ambaye yupo katika mnyororo wa utoaji haki,
awe ni polisi, awe ni magereza, awe ni TAKUKURU, awe ni wakili wa kujitegemea, awe ni wakili wa serikali, awe ni jaji, awe ni hakimu, awe ni waziri, wote tunapaswa kuheshimu viapo. Lakini hivyo viapo havina maana kama vitakuwa vimelenga katika kuwanyamazisha watu wasizungumze yale ambayo wanapaswa kuyazungumza kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Na yeyote ambaye anataka tuje tubishane hapa kuhusu hoja hii, tubishane kwa sheria, sio kwa maoni ya kisiasa. Na kama tunataka tufanye siasa, pia tukatafute majukwaa ya kisiasa tushindane huko. Lakini hatuwezi kutumia majukwaa fulani ambayo hayataki siasa. Mtu anakuja kutoa kauli ambazo haziungwi mkono na kifungu chochote cha sheria. Mimi nimesoma sheria ya mawakili, nimeisoma yote. Hakuna mahala popote wakili ameambiwa siwe mwanaharakati. Kwa hiyo unapokuta kuna kauli kwa mfano inayotolewa na mwanasiasa bila kujali cheo kwamba wanaharakati ni magaidi, alafu kauli hiyo inazungumzwa na mtu aliyeko mahakamani anasema mawakili msiwe wanaharakati, maana yake ni kwamba tayari mahakama inafanya kazi ya siasa ya mwanasiasa ambaye hawataki wanaharakati. Naomba niweke nukta.